badala ya kujenga biashara yako kwenye pesa, ijenge kwenye brand. Iko hivi, biashara ya pesa inalenga leo, biashara ya brand inalenga miaka 5 hadi 10 baadaye. Na kitu pekee usichokijua ni kwamba brand haijengwi bila usajili wa biashara yako, aidha kampuni ama jina la biashara, uthabiti wa wateja, yani cash flow, kwa maana ya system endelevu ya kuweza kutengeneza cash flow kwenye biashara yako, pamoja na identity, utambulisho wa biashara unayoifanya. Kwa nini usijenge biashara ya pesa? Iko hivi, ukijenga biashara yako kwenye pesa, ukipitia season ambayo wataalamu wanaita ni low season, wakati wa low season inaweza kukufanya biashara hiyo ukaibadilisha, ukakata tamaa, ukaiacha. Ndio maana wewe ni shahidi, mama zetu wadogo, mama zetu wakubwa, mama zetu sisi waliotuzaa, mashangazi, ndugu zetu wa karibu, unamjua kabisa yule ni mtu mfanya biashara, lakini unakujua kabisa kipindi uko primary alikuwa anafanya biashara nyingine, ulipokuwa secondary alifanya biashara nyingine, ulipokuwa chuo alikuwa anafanya biashara nyingine, wewe umeanza kampuni yako, biashara nyingine. Sasa hivi umeanza biashara yako, ana biashara nyingine, ana mzunguko wa biashara nyingi ambazo hazina impact zaidi ya kumpatia biashara pesa ya kula. So wewe upase kuwa yeye, mtu ambaye kila leo anafanya biashara hii, kesho anafanya biashara hii, kesho anafanya biashara hii, kesho anafanya biashara hii. Hii inatokana kwa nini? Kwa sababu amejenga biashara yake juu ya pesa badala ya kujenga biashara yake juu ya brand. Na namna ya kwanza ya kuweza kujenga biashara yako juu ya brand ni kuhakikisha unatengeneza msingi, na msingi ni usajili wa kampuni ama jina la biashara kwenye biashara yako. Hii inatengeneza muundo rasmi wa namna gani identity yako itakuwa, namna gani ufanyaji kazi wa biashara yako, usajili, utambulisho wako, kutambulika taasisi za kifedha, kutambulika na kisheria, na kutambulika na makampuni mengine ama taasisi nyingine ama watu wengine ambao wangependa kufanya kazi na wewe. So comment neno usajili hapo chini, nitakusaidia kustructure na kuanza kusajili kampuni yako ama jina la biashara yako kutokana na qualification ambazo utakutana nazo, uko nazo.